Wema Sepetu ameonyesha hali ya kukasirishwa, kukwazwa ama kukerwa na wale wote ambao wamekuwa na maneno mengi sana juu yake kuhusu swala zima la yeye kupata mtoto. Najua hii sio story ya mara ya kwanza kwa wewe kuisikia, mahisi mara ya kwanza kwa wewe kusikia story ya namna hii. Of course na kusogezeaga story mbalimbali. Wema Sepetu mka kuna kipindi hapa alikuja kwenye mitandao ya kijamii akasema jamani ni vitu ambavyo havipendi, of course kupitia kwenye Snapchat yake, na akasema kabisa kwa yule mwanamume wake, kwa yoyote yule ambaye ataingia naye kwenye mahusiano, yani ajue kabisa kwamba anaingia kwenye mahusiano na mtu ambaye mashine yake ya uzazi haipo, yani haipo. Kwa hiyo swala la mtoto halipo kabisa, yani kwake ameshajikatia tamaa na ameshajijua kwamba hivyo, yani uwezo wa kupata mtoto haupo kabisa. Story nyingi sana huwa zinamuongelea, of course wengine wakimbeza, lakini wengine wamekuwa wakimuonea huruma. Mwisho ni juzi tu hapa mara baada ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yeye kumuwasili mtoto, watu kwenye comment wakasema sasa mama, kwa umri wako wote huo so ungempatia basi hata Wema Sepetu aache kumlea yule manunu kama mtoto wake, yule mbwa aliyemnunua Wema Sepetu kumlea ama kumtunza kama mtoto wake, si bora basi mama ungempatia yeye Wema Sepetu huyo mtoto. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa wakizungumza, lakini sasa ukiachana na hayo yote ambayo Wema Sepetu alikuwa anakuazika, wale wote ambao wanamdisi kuhusiana na mtoto na kadhalika, leo hii ameonyesha sura nyingine kabisa, yani amekasirishwa kweli kweli kiasi cha kuwatusi, licha ya kwamba si matusi ya nguone, lakini unajua kuna baadhi ya maneno yakizungumzwa ama ukisikia unaona kabisa kwamba mtu ameyazungumza kwa hasira na lengo lake kabisa alikuwa anatamani hata kutukana matusi makubwa makubwa. Kuna watu wanasema jamani mmemfungulisha Wema Sepetu ama mmeharibu funga ya Wema Sepetu kutokana na maneno yenu. Wema Sepetu amekerwa jamani. Kuna maneno kadha wa kadha yanasambaza sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii yakidai kwamba Wema Sepetu ni mjamzito. Yes, hata kwenye ile Valentine of course alivaa nguo fulani vikawa na mbana na katumbo kamejichora, na mimi pia nilikuwa ni mmoja wapo watu ambao walikusogezea hiyo story kwa watu kuhisi kwamba ni mjamzito kutokana na lile tumbo lake. Sasa moja kati ya watu ambao huwa wanamzungumzia na walishawahi kumzungumzia ni Maimartha ni mwana habari tu huko mitandaoni, of course huwa anazungumza mambo mengi sana ya umbea kuhusiana na mastaa mbalimbali, lakini zaidi akimzungumzia Wema Sepetu basi lazima aligusie swala lake la yeye kuhusiana na mimba nini. Kuna siku mpaka akasema Wema Sepetu anatembea na kikopo cha kutemea mate kwenye gari, watu wakawa wanasema kama ndivyo basi ni khairi. Sasa kumbe Wema Sepetu ni vitu ambavyo havipendi. Yeye alishasema kabisa kwa swala la yeye kuwa mjamzito ama kushika mimba tusahau kwake, lakini pia swala la kumlinganisha utajiri na watu wengine kwamba kwa kuwa Lulu kwa umri ule tayari anamiliki magari, sijui anamiliki jumba, Paula kwa umri ule na kadhalika kama na watu wengine na kadhalika, wamekuwa kifanisha na Dolls kwa umri wake anafanya madili makubwa, lakini Wema Sepetu ni star wa muda mrefu lakini hakuna maendeleo yote ambayo anameyafanya. Wema Sepetu akasema msinifananishe, nyumba yangu ya urithi inatosha, nijenge majumba mengi ya urithi nani wakati mimi sina mtoto na sitokuwa na mtoto. Wema Sepetu alikuja kujibu. Kwa ni dhahiri kabisa hapendi watu wanavyomzungumzia, na hata kwa hili pia akaona nikiendelea kukaa kimya watu mtanipanda kichwani. Yes, watu mtanipanda kichwani. Akaja sasa na maandiko kupitia kwenye Snapchat yake. Kwanza kabisa of course vitu ambavyo amevishare kupitia kwenye Snapchat yake, moja kabisa alikuja hapa na kuandika. Yes, alianza hapa. Yes, aliandika afunye waandishi wa habari kutwa kunifuatilia mambo yangu sipendi. Kwanza mnizushie vitu then muanze kuninenea upuuzi sipendi. Nitoeni kwenye vinywa vyenu pumbavu. Ameandika hivi, yani kwamba nyinyi waandishi wa habari kutwa kunifuatilia mambo yangu sipendi. Kwanza mnizushie vitu then muanze kuninenea upuuzi sipendi. Nitoeni kwenye vinywa vyenu pumbavu. Hakuishia hapo. Wema Sepetu akaja kusema mimba mmenipa nyinyi, nitoleeni umbea wenu usiokuwa na faida. Wengine na waheshimu, sasa naona mnataka tukoseane heshima. Tafuteni kazi za kufanya au fuatilieni watu wanaostahili kufuatiliwa. Sitaki ushenzi mimi. Hakuishia hapo. Wema Sepetu akaendelea kusema miaka karibia 3 sijui 4 kutwa kunizushia nina mimba, hamkomi na hamchoki nyewehu nini? Hesabuni nywele zenu kama mnakosa kazi, kutwa mnaniandama na kitu kinachoniumiza, mnataka roho yangu pumbavu kabisa. Nimechoka.
nimechoka. Kuna mmoja naye akafeel pain ya Wema Sepetu, akaja akaandika, hawajui jinsi gani mtu unavyoumia kwenye jambo hilo. Wao wanatafuta pesa na umaarufu kupitia majina ya watu. Hawajui kwamba kuna mambo yanamuumiza mtu. Vipi, kwani ulitaka wewe uwe hivi? Mungu kapanga. Huwezi jua Mungu hajikupa mtoto, pengine ni khari yako. Huenda ungepata mtoto, ungepata mtihani, Mungu amekuepusha. Lakini alipangalo Mungu hakuna, kuna jambo kaliona. Wasikutie ghadhabu kwa jambo hilo. Mami, endelea kuvuta subra. Ipo siku hiyo subra yako Mungu ataiona kheri zake inshallah. Naamini leo usiumie kwa maneno yao. Muombe Mungu dua, na anayedhulumiwa, anayekerwa mpaka kufanya ukalia, hakika hizi dua hazirudi. Jitahidi kuwa na subira mame. Wema Sepetu akamwambia imekuwa too much sasa, inaumiza mno, nimechoka. Akaendelea kuandika, Wema Sepetu wamezidi jamani, sijui wanataka nife ndio wataacha kuniandama na hili swala, imekuwa kama fimbo ya kunichapia bila kosa jamani. Akaweka emoji za kulia. Mwingine akamwambia pole baby, la binadamu sijui kwa nini wapo hivi. Wema Sepetu akasema nashindwa kuelewa wallahi. Kwa hiyo ipo hivyo jamani. Wema Sepetu anasema kwamba amechoka kuandamwa kila kitu, alafu anaandamwa na kila kitu ambacho yeye binafsi kinamuumiza, na alishatoa marufuku ya yeye kutokumzungumzia na Wema Sepetu kuhusiana na masuala ya mimba. Hilo swala yeye msilizungumzie, kwa sababu yeye uwezo wa kuzaa si kufanya nini hana. Kwa hiyo hataki kabisa kusikia tena tunalitaja manini, of course, kwa sababu yeye tayari ameshamwachia Mungu na tayari ipo hivyo. Lakini watu bado wanaendelea kumwandama. Sasa yeye anasema hatukomi, hamkomi na hamchoki. Hesabuni nywele zenu huko kama mnakosa kazi za kufanya. Ila yeye amewaita hawa watu ni mapumbavu kabisa, na anasema kabisa amechoka. Hataki ushenzi, hataki ushenzi, hapendi. Pumbavu imetajwa mara kama 3 mara 2 hivi kwenye haya maneno ya Wema Sepetu. Kwa hiyo hii ni dhahiri kabisa kwamba Wema Sepetu anakerwa, na hii ndio njia ya kuwasilisha hiki ambacho amekizungumza yeye kama yeye, kwamba si kitu kizuri yeye kumfuatilia na kumzungumzia kwenye jambo ambalo kweli kabisa linamuumiza. Mimba kila siku mimba. Kwa ni kama Wema Sepetu anajaribu kusema kwamba si mjamzito, na ila hapendi watu wanavyomzungumzia ili swala ambalo anajua kabisa ni dhahiri, au watu wanajua kabisa kwamba ni kitu ambacho kimeshindikana na kinamuumiza. Afu leo hii uje tena kumzungumzia mimba. Watu wengine wamecomment wakasema Wema naye anajifanya yuko serious uzeeni. Kwamba wanamuona kama ameongea pumba hivi. Kwa hiyo ni kama huko uzeeni angetakiwa tu kutulia, hata asingekuwa serious kiasi hicho. Lakini wanasema Wema amepoa au ndo ukubwa, maana hasikiki popote, sio kama zamani drama kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Lakini mwingine alicomment akasema alivyosema utasema mtu wa maana. Unajua kuna watu wamemdharau sana Wema Sepetu. Kuna watu wanamuonaje sijui sasa hivi. Kwa hiyo hata kile alichokisema watu hata wamuonee huruma. Emoji za sadness ziko chache sana kuliko wale wanaomcheka ama kucheka kwa kitu ambacho Wema Sepetu amekizungumza. Mimi sijajua kwako unalichukuliaje hili jambo. Kwa hiyo mwanamke, kwa hiyo mwanaume, ni swala ambalo huwa linawapata watu wengi sana, na uchungu huwa wanajua watu waliopitia. Kwa hiyo Wema Sepetu kitendo tu cha kuwa star, basi kuna namna watu wengi sana wanamsema vibaya. Wanamsema vibaya. Zamani watu walikuwa wanamuonea huruma sana, lakini siku hizi imekuwa si jambo la kumuonea huruma. Wengi sana wanakuwa wanambeza, wanamcheka na vitu vingine kama hivyo, na wengi pia wamemvua mara tu baada ya yeye kujiingiza kwenye yale mambo ya siasa kipindi kile cha kampeni hivyo. Kwa mpaka sasa hivi watu ni kama wana uchungu hivi na Wema na mambo mengine kama hayo. Achilia comment yako kuhusiana na haya ya Wema Sepetu. Je, nawe ni mmoja wa watu ambao mlikuwa mkimbeza ama mkisema na mimba na kadhalika? Achilia comment. Lakini kwa habari nyingine zaidi endelea kutufuatilia. Hii ni Majo Media.